Uh, familia itaamua kifanyike nini. Huu msiba ni wa familia, na nikisema ni msiba wa familia, familia yetu ni pana. Familia yetu ni pana, ina wanasiasa, ina viongozi wa kiserikali, ina viongozi wa kidini, ina viongozi mchanganyiko. Kwa hiyo familia ndio itakayoamua, lakini msiba huu hatutaacha kushirikisha makundi yote ambayo baba alifanya nayo kazi kwa muda mrefu. Swali la pili, mimi binafsi na Mzee Mtei. Mimi vile Mzee Mtei ni baba mkwe wangu, lakini tulipoanza Chadema nilikuwa sijamuoa binti wa Mtei, lakini nawezekana katika pitapita ya Chadema nikachungulia chema na mimi nikajiopolea hapo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo niliingia katika undugu na familia ya mzee wetu Mtei, lakini tulifanya kazi wote, mimi nikiwa mwenyekiti wa kwanza wa vijana wa chama hiki na mjumbe wa kamati kuu tangu tunakiasisi chama. Kwa hiyo tulikiasisi chama, Mzee Mtei hakuwa muasisi peke yake, yeye ndo alikuwa kiongozi wetu wa waasisi, lakini tulikuwa tuna waasisi 12 ambao ndo tulianzisha Chadema, na yeye akiwa kiongozi wetu na akiwa ndio muongoza njia. Kwa hiyo ndio hivyo. Mzee amefanya kazi kubwa kama nilivyosema, kwa sababu alitusaidia zaidi experience. Alikuwa na experience ya masuala ya fedha, alikuwa na experience kubwa ya masuala ya kodi, alikuwa na experience kubwa ya mambo ya sera policies, alikuwa na uzoefu mkubwa wa masuala ya kidiplomasia. Alishakuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, alishakuwa mkurugenzi wa Afrika kule IMF makao makuu Washington DC Marekani. Kwa hiyo ni mtu alileta uzoefu wa njia mbalimbali. Alikuwa ni gavana wa kwanza benki kuu ambao walianzisha benki kuu ya kwanza. Alishakuwa katibu mkuu wa fedha. Kwa hiyo masuala hata ya kuanzisha fedha za Tanzania, noti za Tanzania, Mzee Mtei ndio alikuwa muasisi wa sarafu ya kwanza ya Tanzania baada ya ile sarafu ya Afrika Mashariki, baada ya sisi kuanzisha benki yetu ya benki ya Tanzania. Kwa hiyo ni mzee alikuwa na vast experience, na nikisema kwamba ni kila mmoja anaweza kuwa na bahati ya kuwa na experience ya mzee kama huyu, na mbali kama nilivyowaambia awali, mbali ya masuala ya kiuongozi wa kitaasisi na kibiashara, alikuwa ni mkulima mkubwa wa kahawa na exporter mkubwa wa kahawa nchi za nje. Alikuwa ni mfugaji, alikuwa ni mkulima, alikuwa ni mtu mwenye alijaliwa na Mwenyezi Mungu akaishi maisha ambayo mzee alijitegemea vizuri na aliweza kuijenga familia yake vizuri. Kwa hiyo na wote ambao tulifanya kazi naye tulipata hazina kubwa sana ya kufanya kazi na mtu ambaye alikuwa na upeo mkubwa sana tu. Alikuwa na uwezo mkubwa sana, sio tu wa kibinadamu lakini hata wa kiakili. Ni mzee ambaye alikuwa ni mtendaji kweli kweli, na anaelewa kazi na ana dedication na kazi yote anayoifanya, na ni zaidi ya yote ni mtu mwaminifu sana. Ni mtu mwaminifu sana. Hutamkuta Mzee Mtei na question mark yoyote katika maisha yake. Ni mtu ambaye maisha yake aliyanyosha sana kwa wakati wote, na ndio sababu alijiamini hata kuwa katika vyama vya upinzani. Tuko kwenye msiba sasa, tusitafute msiba juu ya msiba. Tuko kwenye msiba na sio haki mimi nikaanza kuwa judgmental kwa viongozi wenzangu. Kila uongozi una utaratibu wake, una staili yake. Kwa hiyo watu tunapishana, hatufanani. Enzi ya Mzee Mtei alifanya aliweza kuyafanya, akaja Mzee Makani akafanya aliweza kuyafanya, nikaja mimi nikafanya aliweza kuyafanya, wamekuja wengine na watafanya watakaweza kuyafanya. Ni mapema sana kuanza kuwa judgmental. Tusiwe judgmental, tuachie kila watu na nafasi yao wafanye kazi zao, na tuwatakie heri ili nchi ikapate baraka zaidi. Thibitisha ratiba ndio tunaweza kujua nani anaweza kushiriki na sisi kwa taratibu gani, lakini katika hatua sasa hivi tupokea zaidi pole kwanza, hatutegemei mazishi yawe kabla ya Jumamosi, na kama sana kwa hiyo Jumamosi basi tutajua baadaye. Tukishatoa ratiba rasmi tutaweza kupata taarifa ni nani anaweza kushiriki na sisi na nani hataweza kushiriki.